Nini maana ya Marekani kushindwa kistratejia? Kwa nini Marekani inakaribia kushindwa kistratejia? Jibu la swali hili linapatikana kwenye utambulisho wa vita vya sasa vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika mapigano kama haya, ushindi haupatikani tu kwa kupiga shabaha au kwa kufanya mashambulizi kadhaa, bali hupatikana pale unapoweza kuulazimisha upande wa pili kusimamisha kabisa mapigano yake. Hili ndilo tatizo hasa la Marekani. Iran imeonyesha kwamba inaweza kudumisha uwezo wake wa kutoa mapigo hata inapokuwa chini ya mashinikizo ya mashambulizi, iwe ni kupitia makombora na ndege zisizo na rubani au kwa kufunga njia muhimu za usafirishaji nishati kama vile lango bahari la Hormuz. Kwa hoja hiyo, baadhi ya wachambuzi wa nchi za magharibi wanasema iwapo Iran itaweza kurefusha muda wa mapigano hayo na bado ikawa na uwezo wa kujibu mapigo, kwa hakika itakuwa imezuia Marekani kufikia lengo lake kuu. Kwa upande mwingine, vita vya muda mrefu si swala la kijeshi tu. Kuvurugwa mauzo ya nje ya nishati, kupanda bei, migogoro katika mnyororo wa usambazaji wa bidhaa na shinikizo la kiuchumi duniani ni mambo yanayoweza kusababisha gharama kubwa za kisiasa kwa serikali ya Marekani na washirika wake. Katika hali kama hii, machaguo ya kijeshi sio rahisi sana. Kuwaua viongozi wa kisiasa si lazima kupelekea nchi kuporomoka. Kwa upande mwingine, vita vya nchi kavu katika nchi yenye ukubwa wa Iran vinahitaji mamia maelfu ya wanajeshi, na hata kuteka maeneo nyeti ya kiuchumi bila kufuta kabisa uwezo wa makombora wa Iran kutakuwa na gharama kubwa sana. Ndio maana baadhi ya wachambuzi wakasema kuwa suala la msingi si nani anayefanya mashambulizi mangapi, bali ni nani anayeweza kumudu vita vya kuuchosha upande wa pili. Na katika hali kama hii, ikiwa upande wa pili utashindwa kuvunja irada na azma ya nchi nyingine, hata nguvu kubwa zaidi za kijeshi zinaweza kushindwa kufikia malengo zinayofuatilia. Hili ndilo jambo linaloitwa katika fasihi ya kimkakati kwamba ni kushindwa kistratejia. Hayo yakiendelea, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema vitisho vipya vilivyotolewa na Rais Donald Trump vya kuwashambulia na kuwaua wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu ni kukiri waziwazi kwa kiongozi huyo wa Marekani juu ya kufanya jinai za kivita na jinsi jinai hizo zilivyo hatari kwa binadamu. Shirika la habari la Mehr limeripoti kuwa Said Abbas Araghchi ameeleza hayo kwenye barua aliyomtumia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa UN. Ameeleza kuwa vitisho hivyo ni ishara ya wazi na kukiri Trump kuwa serikali yake imefanya na inapanga kushadidisha jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu katika mashambulizi ya pamoja Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran yaliyoanza tangu Februari 28. Araghchi amesema mashambulizi hayo ya kijinai ambayo yanalenga shule, hospitali, majengo ya makazi ya watu, viwanja vya michezo na miundo msingi mingine ya kiraia mpaka sasa imepelekea kuwa washahidi wa Iran zaidi ya 1300 wakiwemo watoto 160 wa shule ya msingi huko Minab. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran amebainisha kuwa hujuma za kinyama za Marekani na Israeli mpaka sasa zimepelekea kuharibiwa maeneo 9669 ya kiraia, ikiwemo majengo 7943 ya makazi ya watu, vituo vya biashara 1617, shule na vituo vya elimu zaidi ya 65, vituo 32 vya matibabu na dawa na majengo 13 ya shirika la Hilali Nyekundu la Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesisitiza kuwa jinai hizo pamoja na vitisho vipya vilivyotolewa na Trump vya kuwashambulia na kuwaua wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu ni kukiri wazi kiongozi huyo wa Marekani kwamba amefanya na ataendelea kufanya jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu. Amesema Iran itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kujilinda kwa mujibu wa hati ya Umoja wa Mataifa mpaka pale Baraza la Usalama la UN litakapotekeleza jukumu lake la kuidhaminia dunia amani na usalama. Waziri Araghchi ameeleza bayana kuwa Marekani inapaswa kubebeshwa dhima ya kuwajibishwa kulipia fidia taifa la Iran kutokana na maafa na uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya kinyama yanayoendelea kufanywa na Washington kwa ushirikiano na utawala wa Israeli. Vile vile, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza amesema kuwa London haitajiunga katika vita vya Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran. Yevgeny Kopa amesisitiza kwamba London inajiepusha kuingia kwenye mzozo wa magharibi mwa Asia. Kopa amesema, tumepata funzo kutokana na vita vya Iraq na tutatumia uzoefu huo katika vita vya sasa. Wakati huo huo, Sadiq Khan, meya wa jiji la London, amesema vita dhidi ya Iran bila muafaka wa kimataifa haina idhini ya Umoja wa Mataifa na Uingereza haipaswi kuingia katika vita hivyo. Amesema vita dhidi ya Iran huenda vikatikisa pakubwa uchumi wa Uingereza. Katika upande mwingine, na katika kuendelea wimbi la upinzani wa kulaani vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, rais wa Jamhuri ya Ireland Catherine Connell amevitaja vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran
kuwa ni jinai na kusisitiza kuwa matukio ya hivi karibuni katika eneo la magharibi mwa Asia ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na hati ya Umoja wa Mataifa. Naye Mary Robinson, rais wa zamani wa Ireland, ameituhumu serikali ya Donald Trump nchini Marekani kuwa inaeneza uongo. Amesema hivi sasa tunashuhudia vita vilivyoanzishwa na Israeli na Marekani dhidi ya Iran, na vita hivi vimesababisha uharibifu mkubwa katika eneo la Asia Magharibi. Harakati ya Mukawama zimetoa taarifa zikipongeza taifa la Iran kwa mnasaba wa kuchaguliwa Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kama kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu nchini humo. Harakati ya Mukawama wa Kiislamu ya Hezbollah ya Lebanon imempongeza Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kwa kuchaguliwa kwake kama kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu, ikisisitiza kwamba kundi hilo la mapambano ya Kiislamu litaendelea kushirikiana kwa karibu na Jamhuri ya Kiislamu. Katika taarifa yake, Hezbollah imetangaza utiifu wake kwa Ayatollah Mojtaba Khamenei, ikieleza kuwa itafuata amri zake kama fakii mtawala, sambamba na kuufanya utawala mtenda jinai wa Marekani ujutie uvamizi na chokochoko zake. Aidha, harakati Ansarullah ya Yemen imetoa taarifa ikipongeza mchakato mzuri na laini wa kukabidhi mamlaka nchini Iran, ikieleza kuwa hatua hiyo inaashiria kuwa madhubuti mfumo wa uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu. Mohamed Al-Ahout, mwanachama baraza kuu la uongozi la Yemen, amesema makabidhiano ya madaraka yaliyofanyika Iran yanaonyesha namna wananchi wa Iran wana umoja, utangamano na daima kuwa tayari kusimama kidete kupigana dhidi ya mfumo wa jinai. Kadhalika, Abu Hussein Al-Hamidawi, katibu mkuu wa harakati ya Kataibu Hezbollah ya Iraq, sanjari na kumpongeza Ayatollah Mojtaba Khamenei kwa kuchaguliwa kwake, imemtaja shaksia huyo kama kiongozi mpya na mbeba bendera ya Mukawama duniani. Amemtaja Ayatollah Mojtaba Khomeini kama kiongozi mwenye ustahiki na sifa zote za uongozi, akimweleza kama shaksia mwenye tajriba ya kubeba jukumu zito linalomwajihi katika kipindi hiki kigumu na hasasi. Halikadhalika, muungano wa vijana wa harakati ya Februari 14 Bahrain umempongeza kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ukisema kuwa unatarajia uteuzi huo utaimarisha umoja wa Waislamu na mrengo wa Mukawama duniani. Kufuatia kuchaguliwa kwa Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kwa kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limesema liko tayari kikamilifu kutekeleza amri zake. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, IRGC ilisisitiza uungaji mkono wake kwa uamuzi wa baraza la wanazuoni wataalamu wa kumchagua Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi. Taarifa hiyo imeeleza uchaguzi huo kuwa ni kama kuchomoza kwa alfajiri mpya na kuanza kwa hatua mpya katika mapinduzi ya Kiislamu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iliongeza kuwa IRGC iko tayari kikamilifu kutii maelekezo ya kiongozi mpya na kujitoa muhanga katika njia yake, huku ikiendelea na juhudi za kulinda na kuhifadhi maadili ya mapinduzi ya Kiislamu na kulinda urithi adhimu wa viongozi wawili waliotangulia wa mapinduzi hayo, Imam Khomeini na shahidi Ayatollah Imam Said Ali Khamenei. IRGC pia imewaalika wananchi wote na wale wanaoipenda Iran kuunga mkono mfumo wa Wilayat al-Faqih, uongozi wa wanazuoni wa sheria za Kiislamu. Baraza la wanazuoni wataalamu nchini Iran limemchagua Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kwa kiongozi mwadhamu mpya wa mapinduzi ya Kiislamu. Shukrani kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.